kazi nyingine kubwa inayofanyika katika sekta ya maji. Sekta hii tunafahamu kama kihistoria wilaya ya Kisarawe ilikuwa na changamoto kubwa sana ya maji katika maeneo mbalimbali. Tunafahamu kwanza kipindi kile tulifanya kazi kubwa ya upelekaji wa maji ambao Daktari Samia Suluhu kipindi akiwa makamu wa rais akimsaidia rais wa awamu ya 5 kuleta mradi wa maji katika mji wa Kisarawe, ambao nakumbuka rais wa awamu ya 6 hivi sasa alipokuwa makamu wa rais ndio alikuja hapa kipindi kile kuweka jiwe la msingi, ambao ni ndoto hii kubwa. Huu mradi wa shilingi bilioni 10.6 umesaidia katika viunga vya mji wa Kisarawe kuweza kupata maji. Leo hii tuna tanki la lita takriban milioni 6 likiingiza maji katika mji wa Kisarawe. Lakini sio hivyo, kazi kubwa sasa imeendelea kufanyika katika maeneo ya vijiji. Kazi hii imefanyika katika maeneo mbalimbali, na hasa ukiangalia mradi wa visima takriban 5 kila kijiji, ambao Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa na mpango wa visima 900, na sisi wilaya ya Kisarawe tulikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika katika mradi huo. Visima katika maeneo yale ya Marui Ngwata, maeneo ya Bihingo na maeneo mengine vimejengwa. Sasa wananchi wanapata maji katika maeneo hayo. Lakini kazi kubwa ya mradi wa maji katika kile kata ya Mafizi, katika kijiji cha Dororo, tunafahamu wananchi walikuwa wanapata changamoto kubwa sana ya kupata changamoto ya maji, na hivyo iliwalazimu watu kwenda katika mto Ruvu kwenda kuchota maji. Watoto wengi wa shule na kina mama wale kukamatwa na mamba. Tulihakikisha mradi huo kupitia mradi ule wa COVID, programu ya COVID, tumeweza kuhakikisha COVID-19 kuweza kupata mradi wa maji. Sasa hivi watu wa Dororo wakipata maji ya bomba katika maeneo hayo. Lakini sio hivyo, katika maeneo ya Mafizi kuimarisha mradi wa maji wa Gwata ambao ulikuwa umeanzishwa toka mwaka 1974 kihistoria, ulikuwa umepata uchakavu mkubwa sana. Kazi kubwa iliyofanyika ya upataji wa pampu kubwa na kurekebisha miundombinu ya maji imesaidia watu wa Gwata na waweze kupata maji. Lakini eneo la tarafa ya Chole ilikuwa na changamoto kubwa ya maji. Kazi kubwa iliyofanyika katika mradi wa Chole ule, tunafahamu Chole 1 ambayo ilikuwa imepeleka maji katika kijiji cha Chole na Kwala. Tukafanya kazi kubwa tena kuhakikisha maji yale yanaenda katika kijiji cha Pangala Mwingereza na kijiji cha Kurui. Lakini sio hivyo, sasa kazi imefanyika, maji yameenda kijiji cha Mtunani na kijiji cha Mafungu. Na hivi sasa hivi kazi kubwa inaendelea kupeleka maji kijiji cha Titu mpaka Kisangire na hali kadhalika Yombo Rukinga. Ukiangalia katika eneo hilo sasa tunaenda kuhakikisha kwamba maeneo hayo yote yanaweza kupata maji katika tarafa ya Chole. Hali kadhalika katika maeneo kule ya Vikumburu unaona mradi wa maji ambao tulifanya kazi kubwa ya ujenzi, kuimarisha lile bwawa, kufanya ukarabati na kujenga pampu vizuri, kuhakikisha na kuleta huduma ya umeme badala ya kutumia dizeli katika chanzo kile cha maji ya Vikumburu. Sasa tuna uhakika maji yanapatikana maeneo hayo. Lakini sio hivyo, kazi kubwa imeendelea katika kufanyika kama nilivyosema, mradi wa Mafizi kufanya ukarabati wake, mradi wa Chakenge. Leo hii kazi inaendelea kuhakikisha mradi una ukarabati. Lakini kadhalika mradi mpya wa maji katika kijiji cha Nyani. Kazi kubwa, tumeanza kujenga tanki pale kubwa na kuona sasa tunalaza mabomba kuhakikisha kusambaza kwa Afrika wananchi kuweza kupata maji. Lakini kadhalika sasa hivi tumeenda na mradi mkubwa wa maji kuhakikisha kijiji cha Ngongere mradi wake wa maji kuuisha tena. Tumefanya kazi kubwa ukarabati wa maji katika chanzo kile, upelekaji wa umeme. Leo hii Ngongere tumekamilisha katika swala zima la mradi wa maji. Lakini hali kadhalika tulianza kuhakikisha wananchi wa Bembeza na wananchi wa Chale waweze kupata maji. Tumeona kwamba chanzo cha maji cha Msanga kuhakikisha kwamba tunaweka tenki kubwa na kuweka mtandao wa maji, bomba kubwa la kuja mpaka mpande Msanga Bembeza, kuhakikisha tutakuwa na maji mengi kupeleka Bembeza na Chale. Na huu mradi sasa umekamilika, wananchi wanaendelea kupata maji.